Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, siku ya Jumamosi. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni viwanda, biashara, ajira viongezeka, mauzo nje yavunja rekodi, uzalishaji saruji wavuka mahitaji, wa sukari mikakati yawekwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dhana potofu kuhusu afya zinavyoua kimya kimya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Kampuni ya pombe ya dakwa tuhuma kughushi stampu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Tanzania yataja mambo manne kujimudu kiuchumi ni kukabili athari vita Ghuba. Kitila agusia nguzo muhimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mtangazaji wa kwanza mwanamke afariki dunia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. TAKUKURU ya mnasa mtuhumiwa aliyetoroka tangu 2023. Habari katika ukurasa wa 4. ATCL kuanza safari da Rukwa Tabora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Miaka 40 ya NEMC yasajili miradi ya trilioni 45. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano wa mazingira Hamad Masauni akimkabidhi mti mwanafunzi wa shule ya sekondari Arusha baada ya kuongoza upandaji miti katika eneo la shule hiyo jana. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sababu za vikwazo vya Marekani kwa mafuele. Vikwazo vinazingatia taarifa zinazoaminika za kushiriki katika ukiukwaji wa haki za binadamu. Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje ya Marekani, Mei 21 mwaka 2026, kwa sasa hataruhusiwa kuingia nchini Marekani. Hahusishwa na sakata la wanaharakati wa Kenya Uganda. Vikwazo vinalenga kuhimiza uwajibikaji. Kwa mujibu wa taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Marekani, baadhi ya askari polisi wa Tanzania waliwakamata kuwatesa wanaharakati hao. Habari picha inamuonesha Agatha Atuhaire kutoka Uganda pamoja na Boniface Mwangi kutoka Kenya. Si mara ya kwanza. Mwaka 2020 Marekani iliweka vikwazo kwa aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa kile ilichokidai kuwa ni ushiriki wake kwenye ukiukwaji wa haki za binadamu. Dennis Konga, mwadhiri wa chuo cha diplomasia cha Dr. Salim Ahmed Salim, maoni yake kuhusu athari nasema, sioni kama ni tija, kwa sababu kama amezuiwa kwenda Marekani utasikia kwani Marekani ni wapi, lakini kama kungekuwa na hati ya mashtaka inayotaka kuwajibika kwa nchi wanachama waliosaini mkataba wa Roma ulioanzisha ICC, hiyo ingekuwa swala tofauti. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa 4. Anayedaiwa kuuza kontena la chupa kama madini ya bilioni 1.6 mbaroni. TAKUKURU yadai alijificha Uganda miaka 3 kuuliza salio kwa mponza. Alisafirisha kontena la chupa tofauti hadi China kupitia bandari ya Dar es Salaam. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mikakati ya serikali kudhibiti upandaji holela wa bei za bidhaa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. KNCU mwekezaji shamba la Molomo wavutana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Ni vipaumbele 7 viwanda wazawa gumzo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Hotuba yake ni katika ukurasa wa 18 pamoja na ukurasa wa 19.
Suluhisho la tajwa utoaji mimba, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni IGP aonya polisi matumizi ya simu mitandao ya kijamii, asema katika dunia ya sasa iliyojaa changamoto nyingi za kiusalama. Taarifa nyingi, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili, na ukisema katika kutekeleza majukumu yenu na wasi mjiepusha na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hususan ushabiki usio na tija, matumizi ya lugha zisizofaa na vitendo vinavyoweza kuathiri taswira na heshima ya jeshi la polisi mbele ya jamii. Hii ni nukuu ya Wambura. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Afya ya Lissu yaimarika, 30 arejea Chadema, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nukuu ya 30: nilipata ajali ya kisiasa, najua kuna watu waliumia, nimesimama hapa, wale wote walioumia kwa chama na viongozi. Kazi tulionayo ni ya taifa, sio mtu. Wajibu tulionao ni wa kuunganisha nguvu ili kusonga mbele kwa pamoja. Nimesimama hapa kuomba radhi kwa waliotokea. Habari picha inamuonyesha mwanasiasa mkongwe Joseph Serasini akihutubia wanachama na viongozi wa Chadema baada ya kutangaza kujiunga na chama hicho jijini Arusha jana. Mshtakiwa utapeli bilioni 1.6 kamatwa baada ya miezi 36. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Wachoma hospitali wakitaka kuiba mwili aliyefariki kwa Ebola. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lita 521 za maziwa ya mama za kusanywa kwa miezi 18. Habari katika ukurasa wa 4. Shabibi 2030 nitagombea ili nije nishauri kutungwe sheria ya kuwanyonga wahujumu uchumi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika mkakati kabambe ujenzi wa viwanda. Serikali imesema itavijenga vya kuzalisha sukari, mafuta ya kupikia, dawa za binadamu. Lengo ni kuondokana na mzigo wa uagizaji bidhaa kutoka nje. Habari katika ukurasa wa pili. Ziara ya kihongosi acha neema wanawake Mara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Saa 48 kuaga mwili Mchina aliyeuawa Dar. Habari katika ukurasa wa 17. Kilio cha bando cha toa bungeni. WMA watushwa jukumu la kufanya uhakiki vipimo vinavyotumika, muda uongeze. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Matatani tuhuma kuiba dola katika akaunti ya marehemu. Habari katika ukurasa wa 8. Hotuba ya Wizara ya Viwanda na Biashara katika ukurasa wa 9 hadi ukurasa wa 13. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru. Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye limeandika sekta ya utalii inaofaisha wazawa, baraza la wawakilishi. Habari katika ukurasa za ndani. Zaika yahidi kushirikiana na serikali kujenga uadilifu. Habari katika ukurasa wa 3. Tutaendelea kushirikiana na wadau wa afya, Dr. Salim. Habari katika ukurasa wa 2. ZRA ya wafuata wafanyabiashara kusikiliza changamoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Serikali kuendelea kuimarisha maslahi ya watumishi, Dr. Nchimbi. Habari katika ukurasa wa 6. Zanzibar mwenyeji mkutano wa mageuzi ya uchumi wa buluu. Habari katika ukurasa wa 3. Madini ya uranium Iran hayatasafirishwa nje, Mujtaba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ubingwa umenoga, Okello aweka rekodi Yanga ikikaa kileleni. Habari katika ukurasa wa 2. Matokeo ni Yanga 3 Singida Black Stars 0. Yanga dhidi ya Namungo ni Jumatatu Mei 25 KMC Complex saa 12 na dakika 30 jioni. Ligi Kuu Bara, msimamo top 2, Yanga na alama
57. Simba ana alama 55 katika nafasi ya pili. Vinara wa mabao Okello na mabao 9, Dube 9, Mudathir mabao 8. Utamu upo chini. Tottenham ushindi dhidi ya Everton utaifanya ibaki Premier kwa msimu ujao. Bruno umri miaka 31, mabao 8, assist 20. Ni Brighton dhidi ya Manchester United saa 12 kamili jioni The Amex. West Ham ili isishuke daraja inahitaji kushinda dhidi ya Leeds ikiomba Spurs ifungwe. Raya ana umri wa miaka 30, clean sheet 19. Crystal Palace dhidi ya Arsenal saa 12 kamili jioni. Gazeti hili imeandika chini kulivyo msimamo wa English Premier League. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Baada ya miaka 10 akiwa na City, Guardiola anaondoka akishinda mataji 17. Mkataba mpya wa Carrick United ni miaka 2 baada ya wale kwa kocha wa muda. Mwanaspoti pia limeandika CAF Jumapili ni AS FAR Rabat dhidi ya Mamelodi saa 4 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Okello aipaisha Yanga kileleni, Makonda funguka faida za Ferdinand Tanzania, Serengeti Boys nao kundi moja na Brazil, habari katika ukurasa za ndani. Maguire temwa England, habari katika ukurasa 22. Jarida la T9 kumulika fursa za AFCON 2027, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma Uhuru kweli daima lenye limeandika Rio abeba mambo matatu makubwa, habari katika ukurasa wa 19. Ampongeza Rais Samia, habari katika ukurasa wa 19. Okello aingarisha Yanga, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Star wa Yanga Alan Okello jana aling'arisha timu yake baada ya kufunga mabao mawili katika ushindi wa mabao 3 dhidi ya Singida Black Stars. Mariah Carey usipime. Mwanamuziki Mariah Carey kwa mara nyingine alikuwa kivutio kwa mashabiki katika hafla ya Gucci Cruise 2027 iliyofanyika New York, habari katika ukurasa wa 18. Kocha Simba furaha tele, habari ni katika kurasa za 8 za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na gazeti Uhuru linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.